Alafu naomba hizo zawadi zote zije mahali hapa. Tunamshukuru Mungu sana, ametusaidia kama idara ya wanawake. Mungu awabariki wanawake wazuri kwa kumtolea Mungu. Mwaka huu Mungu ametusaidia, tumekusanya zaidi ya vile tulivyotazamia. Mungu awabariki sana. Lakini pia baada ya zawadi kuzikabidhi kwa wachungaji wetu, tutakuwa na ile pesa ambayo kila mwanamke atasimama ataileta kwenye kikapu. Mama mchungaji atasimama kwa niaba ya mchungaji. Ile pesa tutaileta kwa ajili ya keyboard. Tunatamani tumpe Mungu pesa. Kila mwanamke tuliambizana, utavunja kibweta chako. Una 10,000, una 1000 ngapi? Na watu wa muziki watatuandalia ule mwimbo wa maua. Sisi nimekuja kuleta maua ya shukrani. Kwa hiyo niwakaribishe viongozi, karibuni na zawadi. Maajabu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunazo zawadi ndogo, baba mchungaji, kiongozi pamoja na mama. Tunaomba tuwakaribishe mje mpokee zawadi. Ninapendaga mara nyingi wanachama ndio wakabidhi zawadi. Mama Kiando, njoo ukabidhi zawadi kwa mchungaji kiongozi. Tunao wachungaji wasaidizi 3, Mama Maria na Mwenje, mchungaji Kabelwa na mchungaji Mwakasege. Lakini tunaye mchungaji kiongozi, mchungaji na Mwenje na mke wake. Sasa zawadi ya kwanza naomba akabidhiwe ya mchungaji kiongozi na mama wataipokea, kwa sababu ni mchungaji kiongozi na mama. Ya mama ninaomba zawadi ya mama, pia ni mchungaji wa watoto. Zawadi ya mama na Mwenje, mchungaji wa watoto, iambatane na ile zawadi nyingine ya mama wachungaji. Tafadhali ziende kwa wakati mmoja, tusiwe tunarudi mara mbili. Unapompa zawadi mpe na zawadi ya mama wachungaji. Na tunatamani Mungu ainue wanawake, wahakikishe hivi vitenge wa mama wachungaji wetu wameshona vizuri. Siku nyingine waje wote wamevaa sare kanisani. Mungu awabariki sana baba. Mama Kiando wapelekee pale. Nimkaribishe mchungaji Mwakasege pamoja na mama. Mchungaji Mwakasege pamoja na mama. Ninaomba yule dada mwenye miwani upande ule, njoo ukabidhi zawadi kwa mchungaji Mwakasege wewe na mama. Maana pesa hizi sio za viongozi, zimetoka kwa wanachama. Kwa hiyo wanachama ndio wanatakiwa wakabidhi. Mchungaji Mwakasege pamoja na mama, tunawashukuru kwa utumishi wenu, kwa kuwasaidia hawa watu kulitumikia shauri la Bwana. Hawa hapa alikuwa anawatafuta kwenye kiti jamani. Si mnajua amevaa macho manne, alafu pia kuja mbele za watu sio kitu chepesi jamani. Mchungaji Kabelwa pamoja na mama, karibuni. Nimuombe Dr. Yustaji akabidhi zawadi ya mchungaji Kabelwa na mama. Mungu awabariki. Nimkaribishe mchungaji Nkwamu, sijui yuko wapi, ajiandae. Naomba mchungaji Nkwamu aje, lakini mchungaji Kayega pamoja na mama karibuni. Mchungaji Kayega, Faith Nelson, njoo kabidhi zawadi. Mchungaji Kayega pamoja na mama karibuni. Mchungaji Kayega pamoja na mama. Karibuni. Wameteuliwa siku sio nyingi. Tunaomba simameni na hawa watu, kazi iende. Mungu awabariki. Naomba wakabidhi. Mchungaji Nkwamu, mke wake yupo. Mama mchungaji Nkwamu, naomba mchungaji Jackson wapokelee kwa niaba yao. Daina yupo, binti mmoja awakilishe jamani. Daina,
Njoo kabidhi zawadi ya mchungaji Nkwam pamoja na mama. Mungu awabariki. Lakini pia tunayo zawadi kwa ajili ya mnenaji wetu wa semina na mke wake. Karibuni mbele muweze kupokea zawadi hiyo. Nikuombe mama Arute, kaimu mzee wa kiongozi, aje akabidhi zawadi hii. Tunawashukuru sana kwa kukubali kumtumikia Mungu mahali hapa na kulitumikia kusudi la Mungu. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa wanawake wote kwa michango yenu na vitu mbalimbali ambavyo kwa kweli mmefanya kwa ajili ya Bwana. Mkurugenzi hapa ametangaza kuwapa zawadi, lakini tuliona na sisi pia kwamba kidogo tumfunike hata mkurugenzi wetu jamani. Si ndio wanawake? Tuliona na yeye afunikwe kidogo, anafanya kazi kubwa mno. Alali, anatupigia simu, ana update majina yetu huko jamani. Sio kitu kikubwa ambacho tunampa, ni kidogo sana. Lakini tu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, mkurugenzi tutamkabidhi zawadi. Naomba Mama Sanga, tafadhali uje umkabidhi mkurugenzi wetu zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Basi nilikuwa naomba samani kwa viongozi, tumeingilia utaratibu. Ninaomba wale wanawake wote ambao waliandaa zawadi kwa ajili ya viongozi, twende pale nyuma mara moja, tukimbie, muda umeenda, tuje na hizo zawadi zetu. Yes, hawa ni WWK, jeshi kubwa wa kanisa hili la TAGDCRC. Kama unavyoweza kuwaona wakiwa wameshika noti nyekundu mkononi, na wao wakaona waweze kufanya kitu kwa ajili ya viongozi wao. Wameona viongozi namna ambavyo wamewajibika, wamewatumikia mkurugenzi, makamu, katibu, mwazini. Wakati mwingine walikosa hata kulala kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakuwa vizuri. Unapoandaa jambo ukaona limefanikiwa, kuna watu nyuma ambao wamelala, wakaumiza vichwa, wakaona waweze kufanya kitu kikapendeza. Lakini pia kuweza kuwaongoza wanawake ambao ni jeshi. Jamani, sio kazi rahisi. Wanawake hawa wameona na kutambua mchango mkubwa kutoka kwa viongozi hawa ambao Mungu amewapa kwa ajili ya kuwatumikia, na wao wakaona wafanye kitu kwa ajili ya kuwatia moyo, kuwabariki kwa ajili ya kile ambacho wamekuwa wakikifanya kwa ajili ya uongozi ambao Mungu ameweka ndani yao, kuwatumikia wanawake wa mahali hapa katika kanisa hili la DCRC. Hakika wanawake ni jeshi. Jamani, tunaambiwa wanawake hawanaga jambo dogo. Tumeaona mambo makubwa ambayo yamefanywa na wanawake walioko hapa DCRC. Wameweza kulipendezesha kanisa. Kanisa linavutia, kanisa linawaka, carpet jekundu, red carpet wanasema wazungu. Basi kama ambavyo unaweza ukaona hapa, wanawahagi hapo, wanawapongeza. Asanteni viongozi wetu, mmetutendea mema mazuri. Wanapokwenda kumaliza mwaka sasa kuingia mwaka mwingine, basi neema ya Mungu ikawe juu yao tena. Kama Mungu atawaamini katika uongozi mwingine tena, tunawaombea neema ya Mungu kwa ajili ya huo utumishi. Mungu awabariki. Tunawashukuru sana. Lakini pia ni heshima yangu, asante, ni heshima yangu kumkaribisha mchungaji Amos na mke wake. Walikuwa pia na jambo lao. Wakati mizigo yangu pia naomba isogezwe hapa mbele. Karibu mchungaji. Haleluya. Jamani, mimi ni mtoto wa mchungaji, nje ya kuwa tu mke wa mchungaji. Nimeishi kwa wachungaji, nimezaliwa nikiwakuta babangu ndo anaanza huduma.
Kwa hiyo huwa nina mzigo na wachungaji. Watoto wa wachungaji huwa ni ngumu kusali kwenye makanisa ya baba yao, lakini mimi nilisali ili niwategemeze utumishi wa wazazi wangu. Kwa hiyo tulipokuja hapa nikasema mimi na mume wangu hatutakuja kwenu mikono mitupu, baba na mama na Mwinji. Kuna wakati Daudi alipokuwa amekimbia kujificha, akawa amekaa tu mahali akasema, nimetamani maji ya kwenye kile kisima, laiti ningekunywa nafsi yangu iburudike. Katika kundi la Daudi kulikuwa na mashujaa, kulikuwa na vijana wake. Biblia inasema wale vijana wakaondoka na kile kisima kilikuwa kimezingirwa na Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Hakukuwa na uwezo wa watu kuyachota maji pale kwa sababu kilikuwa kimezingirwa na maadui. Lakini wale vijana wa Daudi waliposikia kwamba bwana wao, kiongozi wao ametamani angekunywa yale maji, wakakimbia, wakajipenyeza, sijui kwa namna gani Biblia isemi, wakayachota yale maji kwenye kile kisima. Waliporudi wakamwambia, bwana, tuna maji ya kwenye kile kisima. Neno la Mungu linasema Daudi akasema, siwezi kuyanywa kwa sababu huu ni uhai wenu. Akayamwaga chini. Kuna wakati wachungaji, najua wengine wanaweza wasijue, mimi nimelelewa kwenye nyumba ya wachungaji. Nyinyi ni watu msio na marafiki, ingawa ni marafiki wa watu wote. Kuna wakati yawezekana mnakuwa wapweke, hamwezi kusema, watoto labda wako mbali, hamwezi hata kuwaambia kwa sababu yamkini watasononeka, kwa nini baba, kwa nini mama, utumishi ndio unawafanya hivi. Lakini kwa sababu sisi tunajua, mimi ninajua, nikasema hebu nikimbie Kariakoo niachote yale maji madogo tu, ngaya waburudishe nafsi zenu. Mimi sijasema mna jambo mnapitia, lakini yamkini lipo na unatamani mtu akwambie, baba, songa mbele. Bado Yesu aliyekuita ni mwaminifu. Anasema kwenye Isaya, nao waongozao wengi kutenda haki, neno la Mungu linasema watang'aa milele. Kazi nyingine zote zina mwisho. Ukiwa daktari utaishia hapa na udaktari wako, lakini kuna kazi haina mwisho, baba yangu na Mwenje, ni kazi ya uchungaji. Maana kwenye kiti cha enzi utasimama kutoa hesabu kwa ajili ya watu wa DCRC. Nikwambie baba, mimi na mwanako Amosi tumeomba leo tuwe watoto wako. Hata kama tunasali Antiokia, hebu jua una watoto wanakupenda, wanakuombea, wanauthamini utumishi wako, wanajali machozi yako na jasho lako. Tumeingia mawindoni, tumekuja na kidogo katika yale mawindo Mungu aliyotupa. Na jamani, mimi mama na Mwenje ninamfahamu kidogo kwa kumuona, si ndio jamani? Hata sijawa karibu naye, ni mama wa standard. Nimemletea kitenge kizuri tu mama na pochi. Ukienda Plepo kule Dodoma, hili ndo naekea yale madaftari usiku mamangu, sio la kutoka nalo kwa watu, sio zuri mayo, lakini lipokee, limetoka kwa mtoto wako mzuri mama. Bwana akubariki, Bwana yahifadhi maisha yako, umbebe huyu baba kwenye utumishi. Wengine wakichoka kuinua mikono yake, wewe usichoke. Najua wamama wachungaji sisi ni tambala la deki. Mama yangu alikuwa anasema, mwanangu, sisi ni tambala, acha wajifute miguu yao waingie mbinguni. Najua kuna wakati watakusema usiostahili mama, acha wajifute miguu yao waingie mbinguni. Yesu akutunze. Baba, tuna kidogo tu. Kwenye ibada ya katikati utavai suruali na shati baba. Mungu akubariki. Yesu akutunze. Yesu akupe afya njema. Yesu asikuache. Yeye anayesema atarejesha utomvu katika uzee wetu, aurejeshe utomvu. Amen. Na mwenyekiti kama mimi sio kitu rahisi
Wengine mnanifahamu mimi mwenyekiti wa hai afu wa standard. Kwa hiyo kutumika na mimi sio rahisi. Mama Noa, Mungu akubariki. Naomba katibu. Mungu akubariki katibu, ampokelee na Grace. Asante. Mwanzoni mama nani alikuwa kidogo hajaelewa, lakini sasa hizi amekopu, tunaenda. Mama Lulieo, mtunza hazina. Mungu akubariki, nashukuru sana kwa kufanya kazi na mimi, kwa kututunzia hela. Mungu akubariki. Lakini pia nina mtu ambaye natamani nimtie moyo, dada Sifa. Huyu Sifa mimi namwamshaga hata saa 7 saa 8. Mungu akubariki Segumba kwa kumruhusu huyu mwanamke amtumikie Mungu. Sifa, Mungu akukumbuke jamani. Mungu akukumbuke, Mungu akukumbuke, aukumbuke utumishi wako. Asante sana, asante sana. Lakini pia tunaye mwenyekiti wetu Mama Karini Noela. Mara zote huyu mama sio muongeaji, lakini anafanya kazi kimya kimya tu na hana jeuri. Yaani unaweza kumpigia muda wowote ukamwambia nenda Kariakoo sijui fanya hiki. Sio mwanamke wa maneno mengi. Yaani utamsingizia mambo mengine, huyu mama sio wa maneno mengi. Na anafanyaga kazi zake nyuma ya pazia. Mwaka jana amekuwa mwenyekiti na mwaka huu amekuwa mwenyekiti. Mungu akubariki mama. Mungu akubariki sana, akumbuke utumishi wako. Lakini pia sambamba na hapo, baba mchungaji, tunao wanawake ambao kwa kweli mimi kama mwenyekiti nimewiwa nao. Na hawa si wengine, kuna wanawake ambao wanahakikisha ili kanisa liko safi. Utawakuta Jumamosi, utawakuta Jumatano, utawakuta Ijumaa. Hawalipwi mishahara hawa watu, lakini wanahakikisha nyumba ya Mungu ni safi. Na kuna mtu mwingine anaitwa Mama Angel, yeye kule chooni muda wote utakuta anatafuta sabuni zake mwenyewe. Jamani, tuamue kumtumikia Mungu, hatuna maisha mbadala isipokuwa kumtumikia Mungu. Naomba niwaite hawa watu. Mama Samuel, Mama Dorcas. Nimeandaa kidogo tu. Yaani mtakapokaa Mama Samuel, Mama Dorcas, Mama Angel. Mungu akubariki. Akumbuke utumishi wako. Mama Dorcas, Mama Angel, Mama Dorcas, Mungu awabariki sana. Kuna Rozi, Mama Mangula, Mama Clara, Mama Clara. Mama Clara. Mungu akubariki Mama Clara. Mama Neema, yule Sofia nani sijui, Mama Neema. Mama Neema. Emi, yule dada anauza duka pale. Emi, alafu wa mwisho Mage Muijabe. Karibuni. Mungu awabariki. Wale wengine wawili watapata zawadi zao, maana naona hawapo. Emi, Mungu awabariki jamani. Wengine wote tunafanya vyema, lakini hawa ndio tumeona kwa mwaka huu tuwatie moyo. Mwenyekiti anatambua kazi yenu, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kumalizia ratiba yetu, naomba wanawake zile pesa kwa ajili ya keyboard tuzilete kwa Bwana, ndio tuko mwishoni mwa ratiba. Na baada ya hapa tutasimama. Naomba watu wa muziki watuwekee pambio ya kuchangamka, wanawake walete yale maua ya pesa. Tulisema tunataka nyekundu nyekundu noti kumpa Bwana. Karibuni. Katika Bwana tunaweza mambo yote katika Bwana tunaweza mambo yote katika Bwana kejeshi kubwa tunaweza mashujaa wa imani. Hallelujah.
jamani, najua muda umeenda, lakini hatutakata hiyo keki. Iwe yenye mioyo wanawake mtaenda kukatiwa. Niwaombe wanawake, wazee wa kanisa na mama Mwakapeje waje hapa wachukue keki. Watawapa wachungaji wetu, kila mchungaji ana keki. Kuna mhubiri, mchungaji na mmoja na mke wake, na wachungaji wengine wote watapata keki za kwenda kunywea chai kesho nyumbani. katika Bwana.